Tukihamia kwenye upande huo tuende kwenye upande wa maisha binafsi sasa. Maisha ikamaria tunafahamu bana, miongoni mwa vitu ambavyo kama nilivyoambia washikaji zetu, miongoni mwa talent ambazo kubwa, sijui Kamari tunaweka kwenye talent au tunaweka bahati nasibu vile, as long as tuelewane tu as long as tuelewane, iweke vyovyote vile nitakuelewa. Bwana, miongoni mwa vitu ambavyo wengi wanajiuliza sana na maswali yamekuwa ni mengi sana pia hata kwenye DM zetu bana, na maswali pia yamekuwa pia ni mengi kwenye vinywa vya watu na washikaji wengi wanaocheza kamari, nikiwa namaanisha betting. Wanasema kwamba mchezo wa betting ni ngumu sana kujenga na hela ya betting. Yani ukiwa umefanya betting, ukipiga mkwanja wako wa maana, basi ule mkwanja unapotea tu, alafu ufanye vitu vya maana. Sasa mimi nataka nipate maoni yako au teki yako. Hii kauli unaishi nayo ama tunaizusha, na kama tunaizusha tuwape fakti gani? Ujenzi na usafiri hivi ni vitu vya maana au sio vya maana? Ujenzi na usafiri? Ni vitu vya maana, inategemea na harakati ambazo unazifanya. Tunaweza tukasema maendeleo. Na kwa mfano kama ni kaka kulipa bills labda za ndugu, wazazi, familia na madogo, ni kitu kibaya au sio kitu kibaya? Sijakuelewa unamaanisha? Yani kulipa bills kwa ndugu zako, yani kama madogo hivi unawalipia ada, wazazi unawatake care, si ni kitu kizuri? Hicho ni kitu kizuri. Kwa hiyo mimi kama nikipata hela kwenye kamari, hata kama mimi sitajenga, sitanunua magari, lakini nina mdogo wangu ambaye labda nimemsomesha kufikia sehemu fulani, hiyo tayari inatosha kusema kwamba hela ya betting nilifanyia kitu cha maana. Hiyo ndo maana halisi kwamba pengine yao ni maendeleo mengine tofauti na watu ambao wanavyokujaji kwa binafsi. Ujue hela bana, hela kila mtu ana matumizi yake. Ujue kuna science ya pesa ambayo ndo inafanya kuwe na utofauti wa wingi wa hela. Yani wewe ukipewa 100,000 saizi, au unaweza ukafanya hata research shuleni, labda wanafunzi wote wakapewa labda 50,000, yani kama pocket money 50,000 wote wawe na uwezekano yani wa kutumia vitu vya pale shuleni, labda kuna vyakula nini, alafu njoo baada ya 1 week waambie nionyesheni zile hela. Kuna mtu utamkuta na ile 50,000, kuna mtu utamkuta na 30,000, kuna mtu utamkuta na 10,000, kuna mwingine utamkuta na madeni. Kwa hiyo ni science ya pesa. Sasa hiyo pesa ina apply kote, hata kwenye kamari pia, kwa sababu sio kwamba eti hela kwenye kamari ukienda supermarket hivi wanasema hii 10,000 ya kwenye kamari. No, pesa ni pesa. Kwa hiyo hizo za kusema kwamba eti mtu akishinda afanye vitu vya maana sijui nini, hamna. Mimi nawafahamu washikaji zangu ambao niko nao, wana miradi mikubwa, wameweza kufanikisha kwa ajili ya betting, wanalea familia zao vizuri kabisa. Mimi siwezi kujisemea kwa sababu mimi naonyeshaga tu kama ikitokea nimefanya. Kwa sasa hivi bado sijafanya chochote cha kuweza kusema kamari imenifanyia kitu cha maana, ila ikija kutokea watu wataona. Ila kwa saizi ambacho nashukuru ni hizi bili ndogo za 1,000, 2,000. As long as simu za njaa maskani haziiti, hiyo ni enough kabisa kwangu mimi. Vingine hivyo vya maana kama majumba, magari, unaweza ukamiliki anytime, lakini elimu inahitajika saizi, so madogo yanahitaji wasome. Afya ni saizi, so kama wazazi natakiwa ni watake care. Hicho tayari ndo cha maana kwangu mimi saizi. Magari, mijengo yatakuja anytime. Wengi watakuwa washakuelewa maswali ambayo wanayauliza. Ilikuwa complicated sana kulingana na hili swali, lakini pia swali lingine pia kuna washikaji wanazungumza sana kwamba na wapo kwenye game hii pia betting. Wanasema kwa tafiti ambazo zinavyosema kwamba wanawake wanabeti sana kuliko wavulana. Hii na ukweli kiasi gani? Kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wako kwenye industry ya betting. Baadhi ya watu ambao wanabeti wanasema wanawake wanaongoza sana kwenye kubeti. Ujue saizi ni kama betting imekuja kujulikana na watu wengi sana. Yani mimi kitu kimoja ambacho nakishukuru ni
huwa nilikuwa ni mtu ambaye naweza nikatoka hadharani kabisa, nitoka way back kusema kwamba mimi nafanya betting. Zamani kuna washikaji walikuwepo wana beti, hata wengine ni wafanyakazi wana beti kisirisiri. Yaani kuonekana kama mtu una beti inaonekana ni fedhea au ni uhuni. Lakini baada ya sisi kutoka public tunafanya tena hadharani, yani bila kujificha. Lakini pia hawa watu wakubwa ambao nao wameingia kwenye hii game, akiwemo mtu kama Skana, akina Lucas Swahili, wale ni watu ambao wako na influence, so nao wamesaidia kuifanya kamari ijulikane sehemu tofauti tofauti. Hivyo saizi mtaani kuna wakamaria wapya wengi sana, hasa hao wadada pia. Mimi nawafahamu wadada wanacheza kamari balaa noma sana. Kuna message moja hivi ndakuonyesha kama utaweza kuattach hapo kwenye interview. Jana nilikuwa nacheza live game. Kuna mdada akasema mimi nimenunua viwanja 4 kwa ajili ya betting. Viwanja 4? Au nifungue hapa muone. Hebu nione. Mchezo viwanja 4 kwa ajili ya betting. Alafu ni mdada sasa. Ngoja niwaonyeshe. Watu wanaokota kumbe. Ngoja niwaonyeshe hapa. Kanji anaumia kumbe. Mpaka mimi ikabidi niwaonye washikaji, niwaambie wanangu wadada wanakimbiza. Mkwere kweche. Noma sana, noma. Kanji anaumia. Kanji anaumia. Hii hapa unaweza ukaisoma hapa. Hii ni channel ya Betting. Hii ni comment yangu. Hii ndio sister. Anakuambia sasa nina viwanja 4 vya maana mdada mimi. I hope wiki hii kimoja kitapokea tofali. Angalia nilichomjibu mimi. Wanaume mjiwe hawa kamaria wa kike wanaanza kutupeleka moto wa legend. Tukaze wanangu, itakuwa madharau. Hizi bebe zina kamaria zinakuja za moto. Sasa imagine mdada anaweza kumiliki viwanja 4 kwa kamari. Ya kweli hayo sasa. Hii si ni channel ya Betting Brain mzee wangu. Ni channel. You guys mnaweza mkaona hapa. Kwa ni kweli washikaji wanapiga. Bwana, hivi betting ilishai kuchukua muda wako mpaka ukakosa ule muda wa kufanya labda maybe vitu muhimu ambavyo viko kwenye katikati ya maisha yako? Kwa saizi mimi yani betting ndo kitu muhimu chenyewe. Yani ukiona kuna ratiba ambayo imefanya nigailishe kufanya betting, basi ujue tayari betting nilishaiwekea ratiba yake na imekamilika, ndo nakufuata wewe. Yani always betting first for now. Yani kwa saizi betting mwanzo kwanza. Betting mwanzo sana. Yani betting inaanza ndo zinafuata ratiba zingine. Kwa hiyo yani ukiona nimekuweka kwenye ratiba zangu mimi ujue ni after betting. Bana, kuna pengine kuna watu ambao wanajiuliza kwamba kuna nyakati pengine ulishawahi kutokea ukapiga mkwanja mrefu mpaka ukahisi labda hivi ni kwa nini washikaji ambao kuna washikaji ambao wanafanya kazi ngumu wakati kuna mikwanja mengi kama huku. Hii akili ilishaikuja, maana kuna nyakati zinatokeaga kama hizo. Imetokea nyakati umekula kitita kirefu mpaka ukajiuliza kwamba hivi kwa nini watu wanafanya kazi juani? Hapana, yani mimi ninachojua kila mtu yani ana mazingira yake ambayo amewekewa kujipatia pesa. Yani kuna mwingine anakwambia mimi siwezi kubeti kabisa. Siwezi kubeti ever. Lakini mimi mwenyewe pia unakuta labda jamaa anafanya kazi tuseme kazi yoyote tu ile ambayo mimi siwezi kuifanya, na mimi nasema hiyo siwezi kuifanya. Kwa hiyo wote tukiwa kamaria wengine itakuaje? Yani nature inaruhusu hivyo, kila mtu afanye kile ambacho anakiweza. Ila sijiwahi waza kusema eti leo nimepiga hela kwenye betting like nianze kuconvince everybody njoo kwenye betting njoo tu. Come on man. Amna, haiwezi. Wengine ulishai kubeti alafu wakati una beti na wanajua kabisa ile ambao una betia naipoteza, lakini una beti tu. Labda school fees tu. Mimi school fees nilikuwepo napewa kabla hata semester kuanza au term kuanza kipindi hicho. Mimi mamangu ilikuwepo unaingia likizo ya term ijayo au semester ijayo anakupa ada ya semester ijayo saizi. So huko mtaani unakuwa tayari wewe una ada before hata hujaenda kuripoti shule. Kwa hiyo hizo mimi nimezibetia sana. Ada mimi nimebetia sana.
Na matokeo yake yanakuwaje? Maana kuna kula na kuliwa alafu katikati hizo nimeliwa, baadaye nilikuwa nafanya comeback. Kuna moja hiyo ndo ilishindikana kufanya comeback, bi mkubwa akashtukia, lakini yalipita. Bana, hivi uwaga nikisikiliza stories za beti, una madini mengi sana ya beti, lakini pia kuna vitu ambavyo wengi wanataka wajiulize pia kupitia Tyvina. Umefanya vitu vingi sana, lakini moja ya kitu ambacho pia nakifikiria, labda unakumbuka ulishawahi kuliwa, alafu baada ya kuliwa ukatamani muda urudi, alafu ile ambayo umeliwa ukaena tu hata uweke mfukoni tu. Yaani kuna namna umebeti alafu dakika ya mwisho unatamani kwamba kile kiasi ambacho nimebeti mara 10 tu, yani kama kujutia fulani. Sio kwenye betting tu, kwenye maisha yangu yote, yani kwenye kila kitu. Mimi kitu nikishakifanya nimekifanya, siwezi regret. Yani siwezi jutia, sio tu kwenye betting, kwenye kitu chochote kile. Yani always huwa naangalia mbele, kwa sababu nadhani focus yangu inakuaga mbele, sio nyuma. Ujue past zinaumiza sana kichwa. Yani njia rahisi ya kuharibu future yako ni kuwaza kuhusu past. Yeah. So huwa sitakagi kabisa yani napenda sana peace of mind. Kwa hiyo ikipita na hesabu imepita, natafuta njia ya kufanya comeback, wala sio kujutia. Hiyo sio kwenye kamari tu, ni kwenye kitu chochote kile cha maisha ambacho beti ilisha kukupa labda hofu ya kutokuwa na amani katika muda wote, kwa sababu umeweka stake ambao pia una mawazo nao, pia unaifikiria muda wote. Many times, yani betting ni stress, na ukitaka ujue betting ni stress, uanze kubeti zile hela za mwisho. Yani labda ulikuwepo una laki, umeweka 20,000, 40,000, yani mpaka imebaki ile 20,000, alafu ile 20,000 ndo ya mwisho. Ukiweka ile ndo utajua maana ya stress za betting, kwa sababu unajua after ile hauna backup tena. Yeah, ni hatari sana, lakini nashukuru mimi hata kukopa sijawahi kukopa kisabeti. Yeah. Mimi naona tumepiga story nyingi sana, labda pengine kuzungumza na mashabiki ambao wanakufuatilia, kwa sababu sasa hivi tayari una kijiji sasa hivi DM, najua DM zimejaa sana. Sema changamoto yenyewe bana, mimi ndo kama hivyo. Unajua mimi ndo kama hivi mnavyoona naishi. Dirisha ndo hivi. Mimi kutembea barabarani tinted ziko on, yani everybody anione tu. Sina uhakika kama nina kitu special cha kuficha, na hata washikaji ambao wanakujaga DM ni washikaji tu kama mimi, like tunapiga story kama tunajuana, mwanangu 1 2 3. Kwa mzunguko huu wa betting tu washikaji. Betting wengine wa saizi wa muziki pia wamekuja. Marafiki zangu mimi wengi ni strangers, yani nyumbani pale wanashinda alone 24/7. Kwa marafiki zangu mimi ni strangers wa kwenye simu hivi, kama wewe hapa ushakuwa mwanangu tayari. Kwa just in case tunawasiliana na kupigia. Bwana Tyvina bwana, mimi wanasema kwamba kwenye betting kuna nilionaga kuna interview moja inasema kwamba betting ni kwa ajili ya matajiri tu, sio kwa maskini. Hii kauli ina ukweli ndani yake? Si alisema Anskana hiyo. Alisema betting ni kwa matajiri, sio kwa tajiri. Shirikishwe kabisa. Sasa mimi mwenyewe nawapeni hapa kama challenge. Mtanipigia tena simu siku yote, nitakuja tena kufanya interview hapa. Mumcheki Anskana ifafanue hii kauli like how. Kwa sababu ile media ambayo ilimuoji hivyo siku ile ilimuuliza hivyo shoti tu, alafu haikutaka kumwambia achanganue kwamba how, yani how kwa ajili ya matajiri. Kwa sababu mimi ni maskini. Mimi ni maskini. Ukiwa na maana kwamba una mkopi, yani mko tofauti na kauli ya Anskana, kwa sababu Anskana akatukataza bana. Anskana by the way, kitu ambacho maybe nataka nikiongea hapa, hilo swali nimeulizwa hapa, lakini siku ile mimi nilipokutana na ile interview nilimpigia simu Anskana, nikamwambia mkubwa, mimi hapo sijaelewa unamaanisha nini. Alinielewesha nikamuelewa. Ndio maana nasema kwa madini zaidi natakiwa mumcheki Anskana, lakini linaweza likapatikana hapo, sio bwana? Kwa sababu wengine walishaanza kukata tamaa. Walishaanza kukata tamaa. Wanabeti hapo ukiangalia, unajua hapo anaona kana amesema kwamba betting ni kwa ajili ya matajiri.
Hapana, mimi naomba hiyo exclusive kwa Nskana, ila mimi niko anytime mtanipigia simu nitakuja kuongea yeah. Mila kwangu la mwisho li hapa ili. Kuna watu ambao hawako hobi na mchezo huu na betting na vitu kama hivyo na nini. Yaani wanasema kwamba wanaikataa betting, wanasema kwamba inapoteza muda, betting sio ajira. We ukiwa kama mdau mkubwa wa betting, pengine unazungumza nini na hawa watu ambao wanasema kwamba betting sio ajira na tunaona watu huku mtaani wanavimba, wanatajirika na masuala ya betting? Hizi hapa ni transaction zangu ambazo jana nimetoa kiasi cha 1,500,000. Hii sijui ni tarehe ngapi. Hii ilikuwa majuzi, nilitoa 2,000,000. Hii hapa hizi transaction. Sasa imagine hii ni Sunday, nilitoa 2,000,000 tena. So hii tena unaona ni lini hapa. Kwa hiyo wanasema ni mchezo wa kupoteza muda. Hizi transaction ukipiga mahesabu kwa wiki ni kama 9,000,000 hivi imesoma. So yeah. So mimi nikipoteza muda kwa kupata hiyo hela kuna ubaya gani? Sio kitu kibaya, kwa sababu wanasema eti betting au kamari na addiction. Mimi nikiwa na addiction ya kutafuta hela sioni kama kuna kitu kibaya. Kamari na addiction, lakini ile addiction ni kwa sababu unataka hela. Ukitaka ujue kwamba ile ni addiction ya hela, benki ukiwa na bilioni huwezi kwenda kubetia jelo kutafuta 10,000. Uwezi. Ukienda kama benki una bilioni, ukienda pale utabeti mamilioni. Ndo utajua kwamba ile sio addiction ya kamari, ni addiction ya kutafuta pesa. Kwa hiyo ulishafikiria kwani maybe kuacha kamari au kustop kwa namna moja ama nyingine kwa wakati ambao ukifika labda? Of course. Mimi nitasimama gambling. Yaani ni vile sijafika hata robo ya nusu ya malengo yangu. Lakini nikikamilisha mfano hata malengo yangu kama hata timia kabisa ile akifika hata kwenye 90%, 80%, unajua inatosha, nitasimama kamari, kwa sababu saizi huwa najuaga na kujaga kushtuka kwamba maisha yangu yote yanategemea betting. Pale ambapo nikisimama sijabeti wiki moja. Unaona kabisa pocket ina run dry fast. Yani unaona kabisa kwamba mbona majukumu yanaongezeka ila sio, ndo unagundua kwamba unategemea kamari maisha yako. Kwa hiyo mimi nikija kufikisha uwezo wa kuwa na utajiri ule kwamba naweza nikaumu hata miaka 20 au 30 ya mbele, familia yangu ikaendelea kuishi kama mimi bado niko fresh saizi, hapo basi ndapoa tu. Sina of course binadamu vingine inakuaga ni tamaa tu, lakini mimi sihitaji vingi, nahitaji tu consistency ya kulea kizazi changu. Yani mpaka mjukuu akute ile mali ambayo mimi nimeitafuta, asipate shida. Ndo hicho tu basi. Na ulishawahi kuzungumza pia, moja kati ya kauli yako pengine ilikuwa ni interview, kama sio interview basi ulizungumza tukiwa na tweet kwamba ikitokea mchongo wote ambao ukiwekwa mezani na ukaambiwa ufanye biashara, in case unaingiza pesa unaweza hata ukaachana na betting alafu ukafanya huo mchongo. Ukiwa na maana kwamba ndo kauli uliyozungumza kwamba tunaishi kwa betting kwa sababu ya maslahi zaidi au kwa sababu ya love zaidi? Unajua iko hivi, yani mimi kwenye haya masuala ya hobbies, mimi ninachokipenda ni muziki. Yani muziki ndo hobby yangu, ndo maana hata saizi unaona nafanya betting lakini still niko kwenye muziki. Lakini betting naipenda kwa sababu imenibadilishia maisha nini, lakini ni sehemu yani ile ya kazi. Yani ushaona kwamba kuna ile kazi umeifanya, the way imekufanyia maajabu, umejikuta uko na mapenzi nayo. Lakini sio kwamba wewe ndo kitu ambacho unatamani wewe unakifanya daily. Binafsi mimi nafanya kitu chochote kile ambacho kitaleta hela kwenye table. Kwa hiyo kama hata saizi yani kesho nipate mchongo ambao unaniingizia hela kuliko betting, na waaga mapema mno. Mapema mno na waaga. Yani mimi naangalia chede, siangalii kazi.
Naangalia chede. Siangalii kazi kabisa. So hata betting kwa saizi, betting mimi ndo kila kitu yani kwenye maisha yangu yani. Yani ndo kila kitu ni betting. Ndio maana unaona umenikuta hapa nakula, simu ina mikeka. Bado tunafanya interview, notification za mikeka. Kwa hiyo naishi kwenye maisha ya betting siku nzima. Hivi timu gani zinaongoza kwa kuchana hasa mikeka? Tuangalie msimu ujao kama zitabadilika, lakini kwa saizi tunajua ni za Italy. Italy nani? Kuna Roma, Juventus, AC Milan, Lazio, Napoli na zinginezo. Inter hatuwezi kumweka hapo. Inter na Como wale hatuwezi kuwaweka majeshi yetu yale. Kwa hiyo hizi timu ndo ambazo makamaria mnaziofia sana za kuchana mikeka. Tunaziofia vibaya mno. Saizi kuna mtu anataka ajichomeke kwenye hiyo list, namuona tu Madrid. Madrid anataka kujichomeka kwenye list ya matapeli. Noma sana. EPL kule hamna ambaye zinawasumbua kidogo vichwa kuvikuna nini? EPL kwa huu msimu nadhani ni nani? Liverpool ndo amechana sana mikeka EPL kwa huu msimu. Na bado watu wanaendelea kumwamini au ndo tayari ile imani? Sidhani kama kuna mtu ambaye amemwamini. Game ya Liverpool na Man U, mimi nakumbuka nilimbetiaga hivi ile game ambayo sijui ni game gani ile. Kuna game ambayo Man U alishinda 2-1, ilikuwepo sijui ni Arsenal, sijui ni Liverpool. Man U alipewa odds 5, mimi nilizifuata zile odds 5 za Man U bila kufumba macho. Na zikatoa of course. Bana, huo ndo mchezo maana halisi ya kutokufumba macho kwenye mchezo wa kamari. Bana, my brother hata hivi na tumezungumza naye sana vitu vingi sana kwenye kamari, kwenye betting, lakini pia hip hop, na of course katuambia na gift yake hivi karibuni atatuletea, tuangalie upande wa pili, au sio bana? Ngoma ziko nyingi sana, ngoma ziko nyingi. Pale home mimi niko na home studio ujue, kwa hiyo yani kuna muda unakuta labda night hivi nimelala saa 7 saa 8 usiku hivi, unasikia kama kuna mdundo unagonga kwenye kichwa hivi. Hivyo uko na box, yani ni kitendo cha kufungua mlango wa bedroom na kufungua mlango wa studio. Hivi idea zikija kwenye kichwa waga wanasemaga idea ikija kwenye kichwa unatumia muda ule kuiandika pembeni ili sije katoka. Hivi na yeye unafanya? Sasa mimi nasemaga idea za midundo. Ujue mimi lyrics mimi sidhani kama ni issue kuandika lyrics. Lyrics za ngoma za Kamaria mimi nimeandika hata lisali jeisha. Lisali jeisha, Shahidi ni producer pale, yuko ndani pale Stino. Nimeandika kwenye karatasi tena sio kwenye simu. Yaani ile ni beat baada ya beat kukamilika nini, kwa sababu beat la Kamaria alikuwa ile ambayo tumefanyia na Jinako. Ilikuwa ni beat lile ambalo nalifanyaga kwenye background ya content. Ndo nilifanyaga ile hii ngoma Kamaria. So siku hiyo niko na ule bro, tumefika hapo kati kwa nani, kwa Estino anashangaa mimi nishaandika yani verse 2 tu. Yani ili nikosti, ujue kuandika kunahitaji tu upate beat kali, wala si eti utumie muda mwingi. Yani wewe pata tu beat kali, replay sound nzuri, lyrics zinakuja zenyewe. Yani kitu ambacho ni easy kwangu mimi kuandika. Bana, basi hamna noma bwana, my brother TV na washikaji wataendelea ku-stream Dude jipya ili hapa wimbo wa taifa, au sio, la Kamaria. Platform zote lipo. So shout out wanangu, nashukuruni kwa support ambayo mmeipokea. Ujue mimi sidhani kama eti mimi ni special mzee. Sina special wote, wala sina connection za kusema eti nipige mapromo hivyo, lakini washikaji wameipokea sana ile ngoma, ndo nikaja kugundua kumbe mitaa iko na love sana, na mimi sina cha kuwalipa zaidi ya mikeka. Bana, asante sana kwa muda wako. Bless up.